Wakizungumza mbele ya mbunge wa jimbo la Bagamoyo CPA Subira Mgalu mara baada ya kupata taarifa ya tukio hilo na kwenda kujionea hali halisi, baadhi ya wakazi hao wanaeleza tukio lilivyofanyika na maombi yao kwa serikali. Walikuja hapa mabouncer na wakiambatana na maaskari wengi, magari zaidi ya 10 walikuja hapa. Kwa hiyo wakaja hapa wakanivunjia nyumba yangu. Hawana cha kuniambia kwamba subiri na notice hawajatoa wala nini. Mimi walipokuja hapa niliwaomba, nikamwambia jamani subiri basi nitoe hata vitu vyangu. Wakaniambia hatutoki, hataki kutoa vitu, vitoe vitu kwa nini? Hapa sio kwako. Mimi nimechomea nyumba yangu pale. Mke na mtoto mpaka sasa hivi nimekuja jana saa 2 usiku. Sijui wako wapi. Nimetafuta poli zima. Nimerudia kia majani nimekosa. Sijui wameondoka naye, sijui wameuliwa, sijui wameenda wapi. Sasa je, hebu heshimiwa, hebu nisaidie. Leo wamelichoma. Je, walikuja usiku tumelala walichoma wote ndani. Mimi hapa niko Mkikuru. Mimi ndio nimebomolewa. Mzigo yako hapa. Ukikuta kule mpunga, yani unazaga hauna ramani kama mwenyewe hayupo. Samia tunamwomba mzazi wetu sisi wa Kikuru ajaribu kutufikiria. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Bagamoyo CPA Subira Mgalu akaeleza kushangazwa na tukio hilo pamoja na kueleza hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa ili kupunguza matukio ya mara kwa mara ya namna hiyo. Ni vyema tukaarifiwa. Hii kama tungepata mapema, msingeweza kukaa ofisini. Kama kuna jambo jamani, kuna notes, lazima ningekuja mimi kama mimi pia kufanya mkutano, wananchi mmesikia. Kwa sababu gani? Kuvunja vile kama alivyovunja. Mimi ningependa zaidi na hata msikiza Mheshimiwa Rais anasisitiza mazungumzo, maridhiano. Kwa hiyo nataka niwaambie wananchi wangu, mimi kama mbunge sijui. Na ndio maana mimi hata mara mwisho mchango wangu bungeni nilikuwa naomba kliniki ya ardhi. Lakini huwezi kupata kwamba umepewa taarifa mahususi kama bwana umeingia au kwenda pale halmashauri sasa katika makabidhiano, hakuna. Kama hili tukio lilikuwa la kisheria zaidi, ningeambiwa mimi mwenyekiti nikaja huku kwa wananchi wangu, ningewatangazia, tungekaa vikao, tungefuata utaratibu, wala nisingeliona la ajabu. Lakini sasa hivi linaniuma sana. Naomba serikali nisaidie kwa sababu hawa watu mimi nimewakuta na sina pa kuwapeleka. ITV inaendelea na jitihada za kutafuta uongozi wa mkoa wa Pwani ili kupata taarifa za kina kuhusu uvunjaji huo ambao umeacha familia hizo katika simanzi kubwa na kushindwa kujua mustakabali wa maisha yao mara baada ya kukosa makazi.